simu yako ikidondoka kwenye maji usiweke kwenye mchele. Simu yako hizi nazisikiaga sana hizi kwamba simu imetumbukia kwenye maji, unajua inabidi uweke kwenye mchele afu itakuwa tu fresh. Yes. Ni hatari kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifanya hivyo wakidhani kwamba mchele una nguvu ya kunyonya maji ambayo yanakuwa yameingia kwenye simu na kumaliza unyevu wote, kitu ambacho ni tofauti na ambavyo wamekuwa wakifikiria. Okay. Kwa sababu mchele unakuwa na unga na chembe ndogo. Kwa ina maana simu unapoiweka kwenye mchele wakati huo ambao ina unyevu, inaweza kusababisha zile small particles ama chembe ndogo za mchele ziweze kuingia kwenye zile pots ama matundu ambayo yapo kwenye simu yako na kusababisha matatizo kama mic yako kuharibika, kuanza kupata tatizo lile la kwamba mtu unaongea naye kwenye simu akusikii, mic inaziba. Lakini pia unaweza kuharibu mfumo wa charging system. Ina maana utaanza kuwa unabadilisha mara kwa mara charging system yako. Ina maana unaweza ukuta kila mara tu ukiweka charger kwa wakati ambao umetoa simu yako kwenye mchele, ina maana umeenda kuharibu hata zile terminal ambazo zipo kwenye mpangilio sahihi kwenye simu yako. Kwa ina maana unaweza kuanza kupata shida ndogo ambazo unajiuliza kwamba zimetokana nini, kumbe ni sababu hiyo ya kuweka simu yako kwenye mchele. Mbali na hivyo ni kwamba unapoweka simu yako kwenye mchele wakati ambao imedumbukia kwenye maji, si kwamba unyevu unaisha, unyevu unabaki. Kwa unaweza kuja kuiweka tena kuirudisha charge wakati ambao simu yako ina maji. Ina maana mwisho wa siku unaweza kusababisha short ikafyatuka socket ambayo ina connect umeme kutoka kwenye mfumo wa charger na simu yenyewe inayosambaza umeme kwenye simu nzima, na kusababisha simu yako kuungua na ukaipoteza simu yako moja kwa moja, kwa sababu simu ilivyotengenezwa haina utofauti na ubongo wa binadamu. Okay. Kwa sababu ya kitu ambacho ina characters kama za binadamu, kama kutunza kumbukumbu, kutoa taarifa, lakini pia na kusambaza taarifa. Kwa ina maana ile mifumo unapoingizia vitu vingine ambavyo havijatengenezwa maalum kwa ajili ya simu hiyo, vinaweza kusababisha simu yako ipoteze uelekeo ama namna ya kutunza kumbukumbu, na mwisho wa siku itaharibika moja kwa moja. Kwa hiyo shida unaweza kuanza kuitafuta imeanzia wapi na usijue shida imetokana na nini. Lakini hasa ni kwa wale ambao wanaweka simu zao kwenye mchele wakiamini kwamba baada ikidondoka kwenye maji na maana mchele unaweza kufyonza yale maji ikaisha, kitu ambacho sio sawa. Sasa ni nini ambacho mtu anatakiwa kukifanya kama simu yake imedumukia kwenye maji, ili mradi kusiwe na athari kama hiyo ya kwenye mchele? Okay. Simu yako imetokea, kwa mfano simu kama hii imetokea imedondoka kwenye maji. Unachotakiwa kukifanya cha kwanza kabisa ni kuzima simu yako. Kama imewaka, izime kwanza. Baada ya kuizima, ishike katika eneo hili ambalo ni la charger, yani ile ambalo linaingizia moto. Uielekeze chini, kwa sababu huku ndipo kuna tundu kubwa kuliko eneo lolote la simu yako, na ndipo kuna uwazi wa kutolea, na maji mara nyingi yanaingilia upande huu. Na mfano simu za kisasa sasa hivi sense tu swala la unyevu, inaacha uwezi kuchaji tena. Ina maana inaziba mfumo wa kuchaji. Hata ukiweka chaji haiwezi kuchaji. Kwa ina maana hii ndio sehemu pekee ambapo maji yanaweza kutokea kwa haraka zaidi tofauti na sehemu zingine. Kwa inamaanisha simu yako unaielekeza hivi chini, alafu unaanza kuigonga taratibu. Wakati huo umeizima taratibu. Maji yakiwa mengi na maana yatakuwa yanatoka kidogo. Unaweza ukapiga kwa muda wa dakika 15 unagonga simu yako ili yadondoke kama matone. Unaweza usifanye hivyo mfululizo, lakini ukafanya at least kwa kipindi cha dakika 15. Alafu baada ya hapo unaiacha ikiwa imezima hivyo. Unaiacha sehemu ambayo ni kavu na ina hewa ya kutosheleza. Usiiweke juani. Ukiweka juani na maana ina heat. Na ikihit inazalisha unyevu zaidi, kwa sababu ikiwa na maji ina maana ule unyevu unazalisha unyevu mwingine, kwa sababu kumbuka kwamba maji
yanapopata joto yanabadilika kuwa mvuke. Kwa hiyo ina maana ikishakuwa mvuke na maana itasambaa maeneo yote, na ndipo unaweza kukuta simu kwenye kioo chako inakuwa kama imevilia au imevujia. Unaona? Au pengine unaweza kuiona kama kuna hali ya jasho limetanda kwenye kioo chako. Ni kwa sababu unakuwa umeweka sehemu ambayo ina joto. Kwa inabidi uiweke sehemu ambapo kuna hewa, lakini bado hapo pasiwe na jua kali na kusiwe na ubaridi pia. Iwe ni sehemu ambayo ina utulivu, hewa ya kawaida. Kwa hiyo ukiacha kwa muda huu inabidi uiache ikiwa imeelekea chini, kwa sababu unachokifanya ni kuruhusu ili tundu liweze kutoa ile hali ya unyevu ama maji ambayo yanakuwa yamesalia kwenye simu yako. Kwa unaweza kuiacha at least kwa saa 24. Alafu baada ya hapo unaweza sasa kuiwasha na ukaendelea kutumia simu yako. Inakuwa tayari imesha kuisha majara. Kweli kwa ndani inakuwa imesha kauka kabisa, kwa sababu kama utakuwa umeiacha kwenye sehemu ambayo kama ambapo umezungumza. Yes. Bado na wasiwasi yani kwa ndani sasa ambapo ndo kwenye engine ya simu. Inakuaje itakuwa imekauka, kwa sababu umezuia pia kwamba mtu asije anika kwenye jua. Na watu wengi wanajua kwamba jua ndo ni rahisi. Hata kidogo basi niweke hata dakika chache tu juani, afu baadaye ndani mle sasa ndo. Yaani usiweke juani. Unapoweka sehemu no. Ukiweka juani unasababisha hizo dakika chache ndo zitaharibu simu yako. Utakiwi kuweka sehemu ambayo ina joto kali. Kwa hiyo wewe unapoiacha kwenye hewa, sehemu ambapo kuna ukavu lakini pia kuna hewa ya kutosha, saa 24 ni nyingi sana. Okay. Kwa sababu kama simu pengine ilipata unyevu kiasi kidogo, hata dakika 30 inaweza kuwa maji yameisha. Ule unyevu unaweza kuwa umeisha. Lakini tunaweka saa 24 ili ipate muda mkubwa wa kutoa ile hali ya unyevu na iwe kavu irudi kwenye uhalisia wake.